iliyotembelewa na tume sambamba na picha mnato na mjongeo zilizothibitika kuwa na ukweli. Tathmini ya tume ni kwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambao wanaume ni 490 sawa na 94.6, na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Wingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida, yani unnatural. Vifo vya kawaida sio kisheria, vifo sio halali, sio unlawful. Kifo unlawful ni mahakama peke yake ndio kinakibaini, lakini kwa upimaji na sheria ya uchunguzi wa vifo inatambua vifo ambavyo sio vya kawaida, unnatural, na sheria nchi nyingi ni hivyo hivyo. Kuna vifo vya kawaida, uzee, vifo unnatural sio vya kawaida, ndio vilivyobainika hivyo. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ikiwa ni zaidi ya vifo 182, kifuatia na Mwanza 90, Mbeya 80 na Arusha 53. Kati ya vifo hivyo 818, 21 vilikuwa vifo vya watoto. Katika kundi hilo 15 walikuwa watoto wenye umri kati ya miaka 15 na 17, 4 walikuwa umri kati ya miaka 7 na 10, na 2 umri chini ya miaka 5. Vifo 205 sawa na 96.7 vilikuwa vya raia, civilians, na vifo 16 sawa na 3.1 vilikuwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kati ya watu 518 waliofariki, 373 walifikishwa hospitali wakiwa wamefariki, na majeruhi 121 walifariki wakati wanapata matibabu kwenye hospitali, na maiti 24 bado hazina taarifa kamili. Kati ya maiti 518, maiti 480 sawa na 92.7 zilitambuliwa na kuchukuliwa na familia zao. Mheshimiwa Rais, kwenye uchunguzi wa maiti postmortem chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo wenye mashaka ulifanyika katika hospitali mbalimbali za rufaa Dar es Salaam na huko mikoani. Uchunguzi huo zilifanyika dhidi ya maiti 260. Maiti nyingine hazikufanya uchunguzi kwa kukosekana kwa ridhaa za ndugu na familia, ambao walitaka kuchukua maiti za ndugu zao kwa haraka ili wakazike. Kati ya maiti 260 zilizofanywa uchunguzi, nyingi zilibainika kuwa na majeraha ya kutobolewa na vitu vyenye ncha kali na kuvunjika katika sehemu mbalimbali za mwili. Majeraha hayo yalisababishwa kupoteza damu nyingi, hivyo kusababisha vifo hivyo. Nyingine aidha, kuna maiti 21 hazikuonyesha aina yote ya majeraha, na maiti 6 zilikuwa na majeraha ya moto. Maiti ambazo hazikuchukuliwa na ndugu. Maiti 485 katika maiti 118 zilitambuliwa na kuchukuliwa na ndugu zao kutoka vituo vya afya kwa ajili ya mazishi, lakini maiti 6 tu ambazo hazikutambuliwa na hazikuchukuliwa. Kati ya hizo maiti 6 zimezikwa kwa mujibu wa kanuni za utupaji wa taka na mabaki ya miili ya binadamu na mamlaka za serikali za mitaa, ambao ndio utaratibu, ndio sheria nchini. Kuna maiti 3 tu ambazo bado zipo lakini zimefanyiwa uchambuzi wa kinasaba. Hizo ziko bado mkoa wa Dar es Salaam, bado mpaka leo ziko hospitali ya Muhimbili.
Uchunguzi wa vinasaba pia ulifanyika kwa maiti 274 kwa lengo la kuchukua taarifa za kutambua maiti kwa usahihi. Taarifa hizi za kiuchunguzi zitasaidia sana kutambua ndugu na marehemu kwa ushahidi pale ambapo utahitajika. Tume pia ilifanya tathmini zaidi kuhusu uchunguzi uliofanya awali na madaktari waliothibitisha kifo kwenye hospitali mbalimbali. Kwa hiyo tume ilimwagiza mtaalamu na daktari bingwa wa patholojia kufanya uchambuzi wa taarifa za maiti hizo, postmortem reports, ili kubaini sababu halisi na namna vifo hivyo vilivyotokea na maeneo ya mwili yaliyoathiriwa. Katika kutekeleza agizo hizo, takriban taarifa za uchunguzi za maiti 216 zilifanyiwa uchambuzi wa kina. Uchambuzi huo ulibainisha kwa maiti hizo 219 zilitokana na vifo visio vya kawaida, na sababu ya kifo ya mmoja pia ilibainikwa, yani immediate cause ya vifo 147, ambayo ilikuwa ni kuvuja damu nyingi, kujeruhiwa ubongo, kukosa hewa, kujeruhiwa uti wa mgongo, majeraha mbalimbali, mshtuko wa moyo na kifo kimoja sababu hazikujulikana. Vile vile sababu ya halisi ya vifo, yani underlying causes au antecedent causes, vifo vingi vilitokana katika idadi hiyo kupigwa risasi, ambayo ni vifo 197 sawa na 90%, na vifo 22 sawa na 10% havikuhusiana na matumizi ya silaha za moto. Taarifa ya uchambuzi wa wataalamu inabainisha kwa maiti 166 zilikuwa na majeraha ya sehemu ya mkono na miguu, na maiti 36 zilikuwa na majeraha sehemu ya kifua na tumbo, na maiti 12 zilikuwa majeraha sehemu ya kichwa na shingo. Maiti moja ilikuwa haina baadhi ya viungo. Hata hivyo, kutokana na mazingira ya ghasia pamoja na madai ya baadhi ya mashahidi, idadi hiyo ya vifo iliyobainiwa na tume inaweza kubadilika kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa baadhi ya ndugu ambao walizika maiti za wapendwa wao bila kufikisha kwenye vituo vya kutolea huduma ya afya au hawakupata fursa ya kuja mbele ya tume. Vile vile inawezekana kulikuwa na majeruhi ambao waliamua kutibiwa nje ya mfumo rasmi na wakafariki bila taarifa zao kufikishwa panapostahili. Tume pia ilipokea ushahidi na madai kuhusu watu kupotea au kutopatikana tangu wakati wa uchaguzi mkuu. Kwa kuzingatia ufafanuzi uliotolewa, kwa idadi ya vifo hiyo 518 kwenye ripoti ya tume inaweza ikawa sio kauli ya mwisho, not final and conclusive. Tathmini ya tume kuhusu vifo. Tume inatambua kwa vifo vimeacha pengo kubwa katika familia na jamii na kuathiri kwa kiasi kikubwa nguvu kazi ya taifa.